Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin. Wa ba'd. Kwanza awali ya yote tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake. Leo tena ametukutanisha katika kuliendelea kulitumikia baraza lenu, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Waheshimiwa viongozi mliohudhuria, kiwemo maimamu, makatibu, mwenyekiti, wajumbe, tumeitana kwa jambo moja kuu ambalo lina nukta zisizopungua 6 au 7. Na kwa nini tumefanya hivi? Tumefanya hivi ni maelekezo kama vile ambavyo walivyopewa maelekezo mkoa kutoka katika halmashauri kuu ya taifa. Na kama mnavyofahamu kwamba Mheshimiwa Sheikh wa mkoa ni mjumbe katika halmashauri kuu ya taifa. Kwa hiyo katika halmashauri kuu taifa ilivyokaa na yeye akiwa mjumbe, kuna mambo muhimu ambayo yaliyopitishwa katika kikao hicho. Sasa kupitishwa kwake ikaamuriwa kwamba yashushwe chini, ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, mpaka ngazi ya mkoa. Kwa hiyo kuwepo kwetu sisi hapa ni wajibu kutokana na maelekezo ambayo yaliyoshushwa. Kikao sisi kama wilaya tulikaa juzi, na sisi tukaona kwamba bila kupoteza muda kwamba mchuzi wa mbwa unywe bado wa moto. Kuliwasilisha mapema hii tukaona ni muhimu, na Sheikh wa wilaya kwa idhini yake akaona kwamba ni busara kwamba zisipite siku 2 jambo hilo, na sisi tuliwasilishe kama jinsi ambavyo tulivyowasilishiwa. Kwa hiyo hizi ni nukta ambazo tuliwasilishia na sisi tunabudi kuzishusha kwenu, na sasa naanza. Jambo la kwanza tulilowasilishiwa na sisi hatunabudi kuwawasilishia baada ya mashauri kuu kukaa ni jambo zima la uchaguzi wa BAKWATA, kuanzia ngazi ya msikiti, kata, wilaya mpaka mkoa. Kama mnavyofahamu waheshimiwa viongozi kwamba hapo mwanzo tulikuwa hatuna kanuni ambazo zinaweza zikatuongoza vyema. Katika kikao hicho kilichokaliwa halmashauri kuu, kanuni zilipitishwa ambazo vile vile sisi zitakuwa ndio mwongozo wetu katika uchaguzi huu ambao unatarajiwa kuanza tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2025. Katika hili tunawaasa kama tulivyoaswa kwamba uchaguzi huu ni lazima uwe wa haki. Uchaguzi huu ni kuangalia nani anafaa kulitumikia baraza. Na tunaposema Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, sisi ndio wenye mamlaka ya kuongoza Waislamu, wala si katika taasisi zingine. Sasa katika hali hii lazima tuchague viongozi ambao wanatufaa ili Waislamu waweze kunufaika na baraza lao. Sasa masharti
na vigezo za kumpata kiongozi katika msikiti. Kiongozi huyu anayetarajiwa kuwaongoza Waislamu katika ngazi ya msikiti ni lazima awe na sifa zifuatazo. Moja, awe ni muumini wa msikiti husika. Mbili, awe anaishi sehemu hiyo. Na hapa nitoe ufafanuzi. Unaweza ukawa muumini lakini ukawa huishi katika msikiti huo. Kama vile ambavyo unavyoona kwamba watu huwa wanatoka nyumbani wanakwenda kufanya shughuli zao mjini. Na mjini kuna misikiti kama vile msikiti wa Ijumaa watu wanaswali, msikiti wa Raudha, lakini haishi maeneo hayo. Lakini vile vile inawezekana unaishi mahala husika lakini husali katika msikiti ule. Yote haya umetoka katika sifa ya kuwa kiongozi katika msikiti huo. Kwa hiyo lazima tutafute mtu mwesi. Lakini sambamba na hilo, nyie viongozi wenzetu tunawaomba sana. Maana kiongozi hatoki tu mbinguni kwamba akatoka mbinguni kama malaika akaja akashuka. Kiongozi huwa Mungu anapitishiwa kwa watu kama nyie. Kama vile ambavyo unaweza kusema Mzee Kashomari, unadhani nani ambaye anaweza katufaa? Wewe utasema fulani hatufaa. Kwa hiyo twendeni tukawaone watu ambao wanastahili kuliongoza baraza. Kufanya hivyo, ndugu zanguni, kunaondoa migogoro katika baraza letu, ngazi ya msikiti, kata, wilaya. Kwa sababu mtu ukiwa na akili nzuri, sidhani kama unaweza ukafurahika migogoro. Ukiwa na akili nzuri, utachukia migogoro, utachukia fitina, utachukia roho mbaya. Hawa viongozi wa namna hii ni viongozi wema sana. Na sehemu yoyote wenye nia njema ndani ya msikiti, kata, wilaya, wenye nia njema kama hii niliyozungumza, mahala hapo utakuta pana amani. Nje ya hapo, kuwapata viongozi ambao kazi yao ni fitina na chuki, sehemu hiyo haiwezi kuwa na amani. Kwa hiyo twendeni tukaangalie wakina nane ambao wanaweza kawatufaa kuweza kuendeleza kuliongoza baraza na Waislamu kwa ujumla. Naanza nukta ya kwanza hiyo, nadhani itakuwa imeeleka vizuri. Nukta ya pili ni bidhaa zile 7 ambazo sote tunazifahamu. Na hili nisemee kidogo katika bidhaa hizi 7. Miongoni mwa hizo bidhaa 7, na hasa kuna bidhaa ile ambayo kuchangishwe fedha katika sehemu ya matukio kama vile harusi na misiba. Uzoefu umeonyesha kwamba sekta hii hatuendi vizuri. Hatuendi vizuri kwa maana hii, watu wanachangisha lakini hawafikishi mahala husika. Na tunalifahamu hilo. Na hata akifikisha, hafikishi kwa kiwango stahiki. Mathalani mtu anaweza kuwa amechangisha labda 50,000. Badala basi ya kupeleka hata shilingi 40,000, anaenda kupeleka shilingi 10,000. Kufanya hivi ni kuto kufikia lengo katika malengo ambayo tuliojiwekea. Kwa hiyo ombi langu ni kuwaomba kwamba
bidhaa hizi 7 lazima tuzishike. Na niseme tu katika hili bila kuuma hata maneno, wanaostahiki hasa kusimamia bidhaa hizi ni sisi. Ile kamati ambayo unaiona ni ziada tu, kwa sababu sisi ndo tunakaa na watu. Sisi wenyewe mahala husika ndo tunajua matukio. Leo mimi nakaa Nyerere, wewe uko kwenye kamati unakaa Buhongwa. Ni matukio gani ambayo utayajua wewe ya Kanyerere na kati unakaa Buhongwa? Kwa hiyo sisi ndo hasa wa mwanzo kuhakikisha jambo hili kwamba tunalishika, hili hawa sasa waliopewa kazi ya kusimamia wapate wepesi kwa kuongozwa na sisi. Kwa hiyo twendeni tukazishike zile bidhaa, na hasa bidhaa tarajiwa inakuja haya swala ya Idi katika zile 10%. Ni vizuri tukalisemee hilo na kuliwekea mikakati hiyo, ili hawa ambao wanakusanya waweze kupata wepesi, kwa sababu tunaamini kwamba kama sisi hata wao wataanguka. Huo ndio ukweli jinsi ulivyo. Jambo la tatu ni usajili katika ule mfuko wa Mufti. Hapa karibuni kama mnakumbuka tulijiandikisha majina yetu. Na watu, nashukuru Mwenyezi Mungu, wengi walijiandikisha. Na hasa katika wilaya ya Nyamagana kama nakumbuka ilikuwa ni katika msikiti huu, kwamba walijiandikisha watu wengi sana na wakajaza namba zao za simu. Sasa swala lile Voda wamekubali, lakini mitandao mingine bado haijakubali. Na kama ilivyo katika swala hili ni khiari, na ninashukuru ukhiari huo nyewe mliokubali, na ndio maana mkajaza namba zenu za simu. Na imesemwa kutokana na ukhiari huo kwamba unaweza kweli, maana kipindi fulani waliuliza sana maswali jambo hili, kwamba inawezekana mtu katoka katika uongozi moja, lakini 2 ukajikuta labda uchumi umeshuka, huna uwezo wa kiwango ule. Hii tunafanyeje? Sikusababisha kwamba sasa ni tupe laini. Kwa taarifa ambayo tulionayo na tuliopewa katika maagizo hayo, tunasema hapana. Unaweza ukajiunga, lakini tunapofikia mahala kwamba uchumi umekataa, kwa maana vyuma vimekaza, vile vile uwezo kujitoa, unaweza ukajitoa. Sisi tukaona ni jambo jema, na ndio ule ukhiari ambao tulikuwa tukiuhitaji, kwamba mtu anatoa kwa moyo wake wote kwa dhati. Kwa hiyo kama watu ambao tulikuwa tujajiandikisha, basi tujiandikishe, tuendelee kujiandikisha kuhakikisha kwamba mfuko huu unakuwa ni swala endelevu mpaka kufikia mahala kwamba tunafikia malengo yetu ambayo tuliojiwekea. Jambo la 4, tumehusiwa kuwa kila ngazi ni lazima iwe na vyanzo vya mapato, kwa maana ya kujitegemea katika uchumi. Ni kweli kwamba kuna msemo unasema kwamba BAKWATA ni kutoa na kujitolea. Ili swala la kutoa na kujitolea vile vile linaweza kukwamisha maendeleo, kwa sababu itafikia mahala kwamba hicho unachoka kutoa huna. Sasa kazi zisifanyike, na wewe ni kiongozi, na wewe uko pale kwa ajili ya kuwatumikia Waislamu au watu. Sasa ni lazima tuwe na vitega uchumi kuhakikisha kwamba vinaweza vikaendesha
shughuli zetu za kila siku. Na mtu hajaziwiliwa kuhakikisha kwamba kila sekta ngazi zile zinakuwa na kitabu. Hujazuiliwa. Na hakuna hata siku moja kwamba eti sisi kama uongozi wa wilaya tumekuja kwenu tukawazuia kwamba msifanye. Hilo swala halijatokea. Kwa hiyo ni uzembe wetu wenyewe. Na hii sio sifa ya kiongozi. Sifa ya kiongozi miongoni mwa sifa ni kubuni mambo. Na siku zote huwa nasema ndugu zangu, ni kiongozi kazi yake ni kuonesha njia. Ndio maana hatutaki viongozi wajinga. Maana na hapa nayo kuna tatizo kubwa sana la viongozi wetu sisi wa baraza. Ndio lile nitoka kulizungumza kwamba tunachaguana uongozi kama vile pipi au vitumbua, kwamba mtu anakata chukua. Mtu anakata chukua. Hili huwa linatuharibia sana kwamba anakaa mtu ambaye sio na sifa. Na haya tumeyaona ndugu zanguni. Tumeyaonaje? Tumeyaona hivi. Kuna watu wako katika uongozi hawajui wafanye nini, wapo. Yaani yupo tu yeye. Na sisi tumesema kwamba kiongozi ni yule mwenye kuonyesha njia. Sasa wapo viongozi wetu wa BAKWATA amekaa katika uongozi hajui afanye nini. Huyu hawezi kuwabadilisha Waislamu aidha msikitini, aidha katika kata, aidha katika wilaya, aidha katika mkoa. Hawezi kuwabadilisha Waislamu hali yao, uchumi wao. Sasa kuna viongozi wapo wa namna hiyo kwamba wapo wamekaa hawajui kinachoendelea. Lakini kuna viongozi vile vile wapo katika baraza hakuna wanachokifanya tofauti na fitina. Sio maendeleo, ni kwa ajili ya fitina. Lakini kuna viongozi tunaonao katika baraza maskini ya Mungu hawajui haki, hawajui niongoze nini. Kiongozi wa namna hii kwa kweli hafai, kwa sababu atakuwa amepoteza umaana halisi wa uongozi. Kwa hiyo ni vizuri sasa tuwapate viongozi wazuri ambao wanaweza wakatutoa pale mahala tulipo tukapanda juu zaidi na kuwapatia maendeleo Waislamu. Na maendeleo sio ya fedha tu, maendeleo hata katika fikira. Ukiona kiongozi mzuri aidha msikiti au kata au wilaya, hata watu wake watakuwa wazuri. Akiwa kiongozi mbaya katika sekta hizo ambazo nimesema, hata watu wake watakuwa wabaya, kwa sababu siku zote mtoto huwa anamrithi mzazi wake. Na ndio maana hata mtoto akifanya jambo utasikia watu wa zamani wanasema kwamba hivi huyu ni mtoto wa nani? Ni wa fulani. Sawa, karithi kwa baba yake. Na ndio Mtume katufundisha ukitaka kuoa kaangalie nyumba nzuri ya kuoa. Nyumba nzuri ya kuoa ni kutokana na wale wazazi. Kwa hiyo lazima tulishike hilo, tuhakikishe kwamba tunapata viongozi wazuri ambao wanaweza kutuletea maendeleo. Mwisho nimalizie, nimwachie Shendaki katika swala zima la hutuba. Niseme yafuatayo. Sisi tuliopata dhima, na nazungumza niko makamu Ibrahima, na bahati nzuri huu uongozi ukisikia katibu sio katibu wa soko, wala sio katibu wa serikali ya mtaa, wala sio katibu wa Chama cha Mapinduzi. Ukisikia katibu au mwenyekiti, huyo ni kiongozi wa dini. Sasa na kama ndivyo hivyo, na sisi tumepewa dhamana hii ya kuongoza Waislamu katika dini, sio soko wala CCM.
tujue wazi kwamba iko siku tutakufa. Twendeni tukawatendee haki wale ambao tunawaongoza, kwa sababu iko siku tutakufa, halafu tutakuja kuulizwa. Naomba kuwakilisha